Tunaendelea na tafsiri kwenye surati Maryam kuanzia aya ya 16. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomaliza kutueleza kisa cha Nabii Zakaria juu yake amani, namna alivyomuomba Mwenyezi Mungu kumpa mrithi atakayerithi kazi yake ya kusimamia kwa wale watu wa Nabii Yaqub, na Mwenyezi Mungu anatueleza akampatia mrithi huyo ambaye ni Nabii Yahya, ambaye Mwenyezi Mungu amemsifu kwa sifa ambazo tulisema na sisi tujikague kujipamba kwa sifa hizo, kutambulika kwa sifa hizo. Lakini kama haitoshi, tujitahidi kuhakikisha watoto wetu nao wanapambika kwa sifa hizo. Kwanza ni elimu na hikma ambayo Mwenyezi Mungu anasema wa atainahu alhukma sabia, kwamba bwana mkubwa huyu Nabii Yahya alipewa hikma, elimu na akili yenye kufanya kazi vizuri akiwa katika umri mdogo. Lakini anasema wa hanana min ladunna, kwamba pia yeye alikuwa mpole, alikuwa ni rahma kwa wazazi wake wawili, lakini wa zakatan, alikuwa ametakasika na sifa mbaya, lakini pia wakana taqiyan, na alikuwa mja mwema mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sifa hizi anazitaja Mwenyezi Mungu kwamba ni sifa alikuwa nazo Nabii Yahya, ili sisi pia tujipambe kwa sifa hizi na tujitahidi wale watoto wetu wapambike kwa sifa hizo. Nyingine akasema wabarran biwalidayhi, alikuwa mwema, mtiifu, mwenye adabu kwa wazazi wake wawili. Walam yakun jabbaran asiya, hakuwa mtu muovu mbaya kwa wazazi wake, ili mradi alikuwa ni mtoto mwema. Na sisi tujipambe kwa sifa ya kuwa watoto wema. Kisha mwisho Mwenyezi Mungu anasema ni amani juu yake siku aliyozaliwa, siku atakayokufa, na siku ya kufufuliwa akiwa hai. Tunaosoma leo, Mwenyezi Mungu anaeleza baada ya hapo kisa cha Bi Maryam na mwanawe Nabii Isa. Mwenyezi Mungu anatuambia wadhkur fil kitabi Maryama, na mtaje kitabuni humu Bi Maryam. Hicho ni kisa cha pili, kuzaliwa Nabii Yahya. Sasa kinakuja kisa kingine kinachofuata cha Bi Maryam. Idhin tabadhat min ahliha makanan sharqiyan, pale alipojitenga na watu wake katika upande wa mashariki pale Baitul Maqdis, ili ajitenge kwa ajili ya ibada. Lakini kuna kauli zaidi ya moja inayoeleza kwamba alijitenga upande ule kwa ajili ya nini. Kwa hiyo ya kwanza ambayo inaelezwa katika kauli hizo ni kwamba alikuwa msikitini akishughulika na ibada, kama vile ambavyo mzazi wake aliweka nadhiri kwamba akipata mtoto anataka huyo awe anamtumikia Mungu. Kwa hiyo anasema alikuwa anakuwa pale kwenye ibada, lakini akiona amepitiwa na zile ada zinazowapitia wanawake, anajitenga mpaka awe ametaharika, anajisafisha,
na pale alipokuwa akajisafisha ndipo alipotokewa na malaika Jibril. Kauli nyingine nasema hapana, alijitenga kwa ajili ya khalwa, yani kukaa mbali na watu ili asipate mambo ya kumshughulisha nje ya ibada. Kwa hivyo tunaoitumia hapa ni hii kwamba alijitenga kwa ajili ya ibada. Wadhkur fil kitabi Maryam, na mtaje kitabuni humu bi Maryam, idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyan, pindi alipojitenga na watu wake upande wa mashariki pale Baitul Maqdis kwa ajili ya ibada. Fattakhadhat min dunihim hijaban, kama haitoshi kule kujitenga, akatengeneza kizuizi pale kama pazia, namna yote ya kizuizi, kwamba iwe hapati watu wengine wale hawawezi kumuona pale alipo. Kwa hiyo akafanya kati yake na wale watu wake kizuizi cha kuwa hawawezi kumfikia pale. Kwenye kile kizuizi na pale alipojitenga, Mwenyezi Mungu anasema fa arsalna ilaiha ruhana, tukampelekea pale malaika Jibril. Fatamathala laha basharan sawiyan, malaika Jibril akamtokea katika umbo la mwanadamu aliyetimia. Wengine wanasema alimtokea katika sura ya kijana, kakamilika, kaumbwa vizuri, ndio akamtokea kwenye umbo hilo. Na wanazuoni wanasema alimtokea kwenye sura hiyo ili amuondoshe ile taharuki kubwa ambayo angekuwa nayo kama angemtokea pengine kwenye umbo lake la aliloumbiwa la umalaika. Alipomtokea Bi Maryam akasema, Mwenyezi Mungu anatuambia qalat, akasema inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Alipomuona akasema, mimi najilinda kwa Mwenyezi Mungu kwako ikiwa we kweli unamuogopa Mungu. Kama kweli unamuogopa Mwenyezi Mungu, basi niache, usiniudhi hapa nilipo. Qala, akasema malaika Jibril, innama ana rasulu rabbik, mimi ni mjumbe kutoka kwa Mola wako, nimetumwa liahaba laki ghulaman zakiya, nimetumwa kutoka kwa Mola wako ili nikupe habari kwa Mwenyezi Mungu anataka kukupa wewe kijana ambaye atakuwa hana dhambi, mtakatifu, hana dhambi. Qalat, mazungumzo yale yanakwenda, Bi Maryam anauliza, Mwenyezi Mungu anatuambia anna yakunu li ghulamun, vipi mimi nitapata huyu mtoto, walam yamsasni basharun, wakati mimi sijawahi kukutana na mwanamume. Manake iwe kwa ndoa au kwa nje ya ndoa, ili mradi yeye hakuwahi kukutana na mwanamume kwa njia yoyote. Sasa anauliza vipi atapata mtoto, walam aku baghia, wala mimi sikuwa mtu mwenye tabia chafu. Qala, malaika Jibrili akamwambia, kadhalika qala rabbuk, kwamba hilo jambo hivyo hivyo ndio Mwenyezi Mungu amekwisha lihukumu, kwamba kuna mtoto atakuja kutoka kwako japokuwa we huna mume. Huwa alayya hayyin, jambo hilo kwa Mwenyezi Mungu ni jambo jepesi sana. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna, na Mwenyezi Mungu anafanya hivyo ujio wa huyo mtoto kutoka kwako ili iwe ni hoja kwa watu juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu na rehma kwa wao, kwa kuwaletea mtume atakayewaongoza katika njia ya sawasawa. Wakana amran maqdiya, na uwepo wa huyo mtoto ni jambo ambalo tayari limekwisha hukumiwa, limepitishwa, hakuna kinachobadilika tena katika ilmu ya Mwenyezi Mungu.
Qur'ani inatuhadithia, na hapa sisi tunaunganisha kama tulivyosema kule nyuma kwamba baada ya mazungumzo haya, fahamalathu bi Maryam, sasa akawa tayari amebeba huo ujauzito kwa kupuliziwa na malaika Jibril. Fantabadhat bihi makanan qasiya, lilipotokea lile jambo akajitenga pahala pambali kabisa. Kule alikojitenga, kwa kuona watu wake watamuonaje, anajulikana kwamba yeye hakuwa na mume, yeye yuko msikitini anashughulika na ibada, alafu ghafla amekuwa mjamzito. Kwa hivyo akaamua kujitenga kuwa mbali. Faajaaha almakhadhu ila jidhi nakhla, kule alikojitenga, muda ulipofika wa kujifungua akajiwa na uchungu pale kwenye kile kigogo cha mtende kikavu. Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, akasema kwamba ya laiti ningekuwa nimekufa kabla ya siku ya leo, nikawa tayari ni mtu ameshasahaulika kabisa, wala watu hawakumbuki chochote kuhusu yeye. Kwamba alijua kuwaendea watu wake na yule mtoto itakuwa ni mtihani. Watu watamuuliza, watu watamsema. Kwa hiyo akatamani angekuwa amekufa na watu wamemsahau, kwa sababu alijua watu hawatomwamini akiwaeleza namna alivyopata mtoto yule. Mwenyezi Mungu kwa kulijua hilo, fanadaha min tahtiha alla tahzani, Mwenyezi Mungu anasema akaitwa na malaika kutoka chini ya ule mtende, huku anamwambia usihuzunike kwa jambo hili. Qad ja'ala rabbuki tahtaki saria, Mwenyezi Mungu amejaalia hapa chini yako chemchemi ya maji yanapita. Mbele yako chemchemi ya maji yanapita. Wahuzi ilaiki bijidhi nakhla, tikisa hicho kigogo cha mtende hapo, shina hilo alitikise. Tusaqitu alayki rutaban jania, zitaanguka kwako wewe tende hizo ambazo safi nzuri, ziko sawa sawa kwa kuliwa. Fakuli, basi kula, washrabi, na kunywa, waqarri ainan, na litulie jicho lako, usiwe na wasiwasi, usiwe na hofu. Fa imma tarayinna min albashari ahadan, na kisha ikitokea ukikutana na yoyote katika watu wako wakakuuliza kuhusu huyu mtoto umempataje, faquli, sema, inni nadhartu lirrahmani sawman, mimi nimeweka nadhiri ya kukaa kimya, kutozungumza. Falan ukallima alyawma insiyan, kwa hivyo leo sitozungumza na mtu yoyote. Faatat bihi qaumaha tahmiluhu, akaenda akiwa na mwanawe yule amembeba kwa watu wake. Na hiyo ni dhahiri baada ya kumalizika zile ada za kusafika na kila kitu. Qalu, walipomuona wakasema, ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya, ewe Maryam. Walipomuona yeye na mwanawe wakamwambia, umekuja na jambo baya kabisa. Ya ukhta Harun, ma kana abuki mraa sawin, ewe mfanano wa Harun katika wema na katika ibada. Baba yako si tunamjua hakuwa mtu mbaya,
alikuwa mtu mwema. Wama kanat ummuki baghiya, wala mama yako vile vile hakuwa mtu mchafu, mbaya, muovu. Vipi tabia hizi zinatoka kwako wewe? Na kustaajabu kwa namna hii kupo mpaka leo, kwamba mtoto akionekana ana tabia, wale waliopo wanapomfuata, wanapomzungumza, wanasema na si babake tunamjua, hakuwa hivi, wazazi wake walikuwa watu wema sana, huyu sijui tabia hii kapata wapi. Kwa hao wanamwambia, sisi tunamjua baba yako hakuwa mtu mwovu, mama yako hakuwa mtu mwovu, sasa haya yametoka wapi? Kumuita dada wa Harun, wanasema wanazuoni kwamba Harun alikuwa ni mtu mwema kwa wale Bani Israeli, mashuhuri sana kwa ibada. Kwa hivyo na yeye alivyokuwa ni mtu wa kuwa saa zote amejifunga kwenye ibada, wakamfananisha kwamba dada yake Harun. Lakini Harun hapa haina maana kwamba ni yule ndugu yake Nabii Musa, kwa sababu kati ya kipindi kile na kipindi chake kunapita zaidi ya miaka 1000. Kwa hiyo sio yule. Walipomuuliza, faasharat ilaihi, yeye akawa hasemi, anaashiria kwa mtoto kwamba wamuulize yule mtoto. Walipoona anawaashiria mtoto ndo wamuulize aweze kuwajibu, qalu, wakasema, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, kwa kustaajabu, vipi tutazungumza na mtoto mdogo anayenyonya, bado hajaacha kuwa kwenye kile kisusu, kile cradle, bado yuko kwenye kile, tutaongea naye vipi sisi huyo? Qala inni abdullah, akasema Nabii Isa, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu, kaniumba kwa uwezo wake pasi na baba. Atani alkitab, kwamba mimi Mwenyezi Mungu amenipa kitabu, wajaalani nabiyan, na amenifanya kwamba ni mtume. Kitabu alichopewa ni Injil na amemfanya kwamba ni mtume. Wajaalani mubarakan aina ma kuntu, na amenifanya mimi niwe ni mwenye baraka na khairi na manufaa kwa waje popote nitakapokuwa. Wa awsani bisalati, na amenihusia kuhifadhi sala, wa zakati, na zaka, maadumtu hayyan, muda wa kuwa niko hai. Wa barran biwalidati, na amenihusia vile vile, amenifanya niwe mwema kwa mzazi wangu huyu. Walam yaj'alni jabbaran shaqiyan, wala hakunifanya mimi kuwa ni muovu mwenye kibri kwa yoyote katika uhai wangu. Wassalamu alayya, na amani juu yangu, yauma wulidtu, siku niliyozaliwa, wa yauma amutu, na siku ya kufa, wa yauma ub'athu hayya, na siku nitakayofufuliwa nikiwa hai kutoka kwenye kaburi langu. Dhalika Isa ibn Maryam, Mwenyezi Mungu anasema huyo ndio Isa bin Maryam, kama vile anatuambia hadithi hii ninayowaeleza ndio hadithi ya kweli kuhusu Isa bin Maryam. Na mbele anasema qaula alhaqi alladhi fihi yamtarun, hiyo ndiyo kauli ya haki na ya kweli ambayo ndani yake wanapata mashaka na kubishana na kuvutana Manasara na Mayahudi. Hawa wanasema mtoto wa Mungu, hawa Mayahudi wanasema huyu mtoto wa zinaa, wanavutana kwenye hayo, lakini Mungu anatuambia kauli ya kweli kuhusu Nabii Isa ni hii aliyotueleza hapa. Kisha anasema ma kana lillahi an yattakhidha min waladin, haipasi
wala si katika sifa Mwenyezi Mungu yeye kujifanyia mtoto. Subhana, ametakasika. Idha qadha amran, Mwenyezi Mungu yeye akihukumu jambo, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, hakika si vinginevyo yeye husema kwa lile jambo kuwa, na jambo likawa. Kwa hahitaji msaada wa namna yoyote. Yeye akitaka jambo, akihukumu, anasema kuwa, linakuwa. Na mwenye sifa ya namna hii ana haja gani ya kuwa na mtoto? Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Katika alioamrisha Nabii Isa kwa watu wake ilhali bado mtoto pale, ni kuwaambia ya kwamba Mwenyezi Mungu, kama hapa wanasema, hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu na Mola wenu nyinyi, basi muabuduni, hii ndiyo njia ya sawasawa. Mwenyezi Mungu anasema fakhtalafa al-ahzabu min bainihim, kutokea hapo wakakhtilafiana makundi katika wale ahlul kitabi kuhusu jambo la Nabii Isa. Wapo waliodai kwamba ni mtoto wa Mungu na wapo waliodai kwamba ni mtoto wa zina. Fawailun lilladhina kafaru, Mwenyezi Mungu anasema basi ole wao wale ambao wenye kukanusha, min mashhadi yawmin adhim, kushuhudia kukanusha uwepo wa siku iliyo ngumu kabisa, siku ya hesabu na malipo, siku ya Kiyama. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tuna. Mwenyezi Mungu anaendelea kueleza kwamba ole wao wale ambao wanaokanusha siku hii ya Kiyama. Usikivu ulioje na uoni ulioje wa siku hiyo iliyokuwa siku ngumu sana. Lakini dhalimuna, juu ya hivyo lakini madhalim, alyawma, siku hiyo, fi dhalalin mubin, wako katika upotevu ulio wazi kabisa. Pamoja na kwamba kusema asmi' bihim wa absir, kuonyesha kwamba uwepo wa siku hii uko wazi kabisa, lakini madhalim katika dunia hapa wako mbali kabisa na wameghafilika na haki hiyo ambayo iko wazi wazi. Wa andhirhum yawma alhasra, na waonye, wape tahadhari viumbe juu ya siku ile ya majuto, siku atakayojuta muovu kwa kutofanya mema. Idh qudiya al-amru, pindi patakapohukumiwa amri ya Mwenyezi Mungu kwa watu, ikawa kundi linakwenda peponi, kundi linakwenda motoni. Wa hum fi ghafla, na ilhali wao bado wameghafilika. Wa hum la yu'minun, na ilhali wao hawaamini kule kufufuliwa na kuhesabiwa. Inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha, Mwenyezi Mungu anasema hakika sisi ndo wenye kurithi ardhi na vilivyo juu ya ardhi katika hazina mbalimbali pamoja na watu. Wa ilaina yurja'un, na kwetu sisi ndio marejeo ya viumbe wote na mafikio yao kwa ajili ya kuhesabiwa na kulipwa. Aya ya 40 tuishia hapa, kwa sababu kinakuja kisa kingine cha Nabii Ibrahim, lakini tuangalie tu mafunzo yaliyomo kwenye aya hizi tulizozisoma. Kama tunavyosema siku zote kwamba tukisoma Qur'ani tuiishi Qur'ani, tusisome kama hadithi tu za watu wa zamani, tunasoma namna walivyoishi na nini. Basi
tuiishi. Na kwenye kuiishi ni kwamba Bi Maryam mama yake alimuomba Mwenyezi Mungu kwa kuweka nadhiri kilichomo kwenye tumbo lake, akasema nimekuweka nadhiri Mwenyezi Mungu kilichoko kwenye tumbo langu kiwe muharrara, kwamba akizaliwa mtoto huyu asishughulike na mambo mengine ya kutumikie wewe tu. Na mwenyewe alidhani Mwenyezi Mungu atampa mtoto mwanamume, lakini akapata mtoto mwanamke. Alipojifungua kwa ni mtoto mwanamke, akasema Mwenyezi Mungu, inni wada'tuha untha lakini walaysa dhakaru kal untha. Sasa mimi nimezaa mtoto mwanamke, lakini mtoto mwanamke si kama mtoto mwanamume, yani si sawa. Lakini juu ya hivyo mimi nimempa jina, namuita Maryam, na mimi namlinda kwako wewe yeye na kizazi chake na sheitani aliyolaaniwa. Kwa hivyo mtoto yule akalelewa kwa Nabii Zakaria, akakulia kwenye kile mama yake alichokitaka mzazi wake, na kupitia yule ndo anakuja kupatikana Nabii Isa. Kwa hiyo kile ambacho unamuomba Mungu akupe, hakuna garantii kama utapewa kama ulivyotaka, isipokuwa ukipokea na kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, inawezekana kupitia kwenye kile ulichopewa ambacho sio ulichotarajia, ndo utapata ulichotarajia na zaidi. Mwenyezi Mungu anaendesha mambo yake kwa namna atakavyo. Kwa hiyo yako mambo usingependa yatokee, na yakitokea yanaumiza, yanakuumiza kweli kweli, au tunaumia kweli kweli, kwa nini yanatokea namna ile. Lakini tukijisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, inawezekana yale yanayotokea tusiyoyapenda, nyuma yake ndo yako tunayoyapenda yatakuja na zaidi ya hapo. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimuomba Mwenyezi Mungu unachoomba, usiweke sharti kwa lazima upate kwa namna unavyotaka. Mwenyezi Mungu ndo anajua wakati gani, wapi ndo sahihi kutoa hicho ulichoomba kwa namna ile unayotaka au kwa namna tofauti. Kwa hiyo utaona mama yake Bi Maryam alitarajia angepata mtoto mwanamume, lakini akapata mtoto mwanamke. Lakini kupitia mtoto mwanamke akaja kupatikana kwake sasa mjukuu. Kwa hivyo tuchukue hii kukagua kwenye mambo yetu. Yako mambo yanatokea huko duniani huko tunayaona, yanaumiza, yanakera. Yako mambo yanatokea pengine kwenye kazi yako, yanaumiza, yanaudhi, na pengine ulimuomba Mungu alafu unaona mbona kile ulichoomba upewi, na unasema bwana, mimi siku zote niko msikitini, mimi nafanya hivi, lakini naomba sipewi. Inawezekana kwamba Mwenyezi Mungu anajua lini na wapi kukupa, na anaweza akakupa usichokitaka, lakini kumbe ndani ya kile usichokitaka ndo kipo unachokitaka na zaidi. Lakini tunapojifunza kutoka kwa yeye Bi Maryam, mtihani aliyokuwa nao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka kuonyesha uwezo wake kwamba ameumbwa Nabii Adam, hakuna baba hakuna mama, akaumbwa Bi Hawa kutokana na Nabii Adam. Halafu sasa anakuja Nabii Isa kwenye namna yake ile kwamba yeye hana baba hana mama, lakini nyuma yake kuna Nabii Yahya ambaye anazaliwa kutoka kwenye wazazi watu wazima sana kwenye umri ambao inaonekana haiwezekani. Yote hayo Mwenyezi Mungu kuonyesha
uwezo wake, kwamba Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya kila kitu na uwezo wake hauna mipaka, hauna ukomo, kwamba Mungu anaweza mwisho hapa, hakuna. Kisha fundisho jingine ni lile fundisho la kuonyesha Mwenyezi Mungu anatufunza tufuate sababu. Tulisoma kwenye sura iliyopita Dhul Qarnain, Mwenyezi Mungu anasema katika vitu alivyopewa Dhul Qarnain, alipewa sababu za kumfikisha kupata kila anachotaka. Yani kila kitu akitaka, Mwenyezi Mungu anampa sababu zinazomfikisha akipate. Na alivyopewa zile sababu, fa atba'a sababa. Na tukasema mambo yote Mwenyezi Mungu aliyotuwekea hapa ulimwenguni kaweka na sababu. Kwa hiyo huwezi kusema tu kwa basi nilikaa tu siku moja chumbani kwangu mara pap nikawa tayari mimi ni mwanachuoni mkubwa. Haiwezekani, ziko sababu. Huwezi kusema ulikaa tu nyumbani kwako mara pap biashara zote ukawa unazoea watu wanakuja kwako. Lazima kuna sababu. Na sababu zikifatwa, kile kilichowekwa kupitia sababu zile muhusika atakipata, hata kama pengine yeye sio walii. Mwenyezi Mungu kaweka utaratibu kwamba ukifua nguo ili ikauke, sababu yake ni kwamba ianikwe. Kwa hiyo mlevi anaweza akafua nguo yake akaanika, na walii mkubwa hatoki msikitini akafua nguo yake akaweka chini ya kitanda. Ya mlevi itakauka, ya yule mcha Mungu haitokauka, kwa sababu hakufata sababu. Sasa Bi Maryam kapewa sababu, atumie sababu hiyo ili apate zile tende, japokuwa Mwenyezi Mungu anatuambia alikuwa katika uchungu wa kujifungua. Faajaaha almakhadh, lakini bado anapewa sababu na kutakiwa ajishughulishe. Kwa hilo nalo ni funzo kwetu sisi kwenye umuhimu wa kazi na kujishughulisha. Hata mtoto wako pale nyumbani usimzoeshe kwamba kuna utaratibu huwa unampa tu pesa. Hata kama kuna wafanyakazi mle ndani, weka utaratibu, bwana, hizi soksi zangu hizi utakuwa unafua hizi, alafu ukifua mimi kila mwezi nitakulipa. Unaanza kumjenga utaratibu kwamba hakuna kitu kinapatikana bure, lazima ujishughulishe, ufanye kazi, ndo unapata, ndo sababu. Na kadri anavyoendelea kukua, unaweka utaratibu huo. Mwisho itafika pale, bwana, kanzu zote huyu pasi atapiga yeye au wagawane, kisha we utawalipa kwa kazi hiyo. Taratibu unaanza kutengeneza. Si sawa, Uislamu haukubali na hauruhusu kwamba kuna mtu yeye kazi yake anasubiri wengine wampe tu, kwamba yeye kaamua maisha yake atakuwa anaomba tu alafu wengine wanampa. Hakuna jambo hilo kwenye Uislamu. Kama Bi Maryam, pamoja na kwamba yuko kwenye uchungu wa kujifungua, na hata kama sisi pengine huku hatu experience, lakini tunajua huo uchungu kwa namna tunavyosikia kwa hao wahusika, bado anaambiwa atikise mti ule wa mtende. Vipi sisi tunavyokwenda na wengine, kwamba wako watu wanadhani ndo sahihi kwamba wao wakae wanasubiri kupewa tu. Lazima kuwe kuna kitu anafanya. Yule mmoja alikuwa anashughulika na dini kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu yake ndo anafanya kazi, akaenda kumwambia Mtume, Rasulullah, huyu bwana afanye shughuli yoyote, mimi ndo nashughulika na nini huku na hivi. Kwa sababu anayo kazi anayofanya ya dini, ndo Mtume akamwambia, inawezekana wewe huku unafanikiwa kwa sababu ya huyu, lakini iko kazi anafanya. Kwa hiyo na sisi
tujifunze kwenye mwenendo ule ambao na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katufundisha kwamba asikae mtu anasubiri wewe ndo uchume alafu umpe tu, hafanyi shughuli yoyote, kwa sababu kwenye Uislamu kuomba sio kazi. Tizama mafundisho yote ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tizama Qur'ani yote usome, hakuna pahala panapoonyesha kwamba kuomba ni sehemu ya kazi. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akasema kuna ruhusiwa kwenye mazingira matatu tu ambayo ukitizama yote ni dharura, lakini sio jambo la kawaida. Mpaka sehemu nyingine akasema hatoacha mtu kuwa anaomba watu mpaka atafufuliwa siku ya Kiyama, hapa usoni kwake hana kipande cha nyama, yani kama fupa tupu, kuwa ni alama ya kwamba huyu bwana alikuwa anaishi kwa kuomba. Kwa hivyo hili tunaposoma hapa, tunapoiishi Qur'ani, tuiishi hivyo kwamba Bi Maryam, Mungu anasema faajaaha almakhadh, kashikwa sasa, kajiwa na uchungu ule wa kujifungua, ila jidhi nakhla, chini ya kile kigogo cha mtende pale. Akawa sasa anafikiri mbele kwamba uchungu ndo huu, nikishajifungua nitarudi na mwanangu kule, watanionaje wale watu? Akasema ya laitani mitu kabla hadha, natamani leo ningekufa kabla ya jambo hili mimi. Wa kuntu nasiya mansia, nikawa nimesahaulika. Nitawakabili vipi watu wangu kwamba nakwenda kwao na mtoto, alafu niwaambie hadithi? Wakiniuliza vipi, niwaambie bwana, nilikuwa kwenye ibada akanitokea mtu akaniambia Mungu kasema nitapata mtoto na nini, kama tabu ile tunayoona alioipata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi Mi'raj, kwamba hawa watu hawa wataniamini, hii itakuwaje niwaambie nilikwenda safari Baitul Maqdis, na wao wanasema walikuwa wanawapiga wale ngamia wao safari kwenda mwezi kurudi mwezi, mimi niwaambie nimeenda usiku mmoja na nimerudi. Bi Maryam hilo naye lilimshughulisha, lakini Mwenyezi Mungu anasema malaika yule alipomwambia usihuzunike, mbele yako umewekewa chemchemi ya maji, lakini tikisa ule mti pale wa mtende, akitikisa ndio tusakita alayki rutban jania. Mwenyezi Mungu angeweza kufanya tu tende ziko pale la kila kitu, na hapo ndo unajifunza kule alipokuwa kwa Nabii Zakaria, ilikuwa kullama dakhala alaiha Zakaria almihrab wajada indaha rizqa, kila akiingia na yeye yuko ndani anamkuta ana vyakula pale, anamuuliza vinatoka wapi? Anasema huwa min indillah, kwa Mwenyezi Mungu amemwekea vyakula vinakuwepo pale ndani. Lakini fundisho unapata, kwa nini kama alivyokuwa anapewa kule na hapa asingepewa, na hapa ndo yuko kwenye hali ngumu? Kufundisha kwamba lazima tutengeneze utaratibu, watu wetu wafanye kazi. Kisha Mwenyezi Mungu mbele kwenye kisa hiki tunajifunza kwamba inaonekana ni mazoea toka wakati huo kwamba wazazi wakiwa wema watoto wao wanakuwa wema, lakini watoto hawawi wema kutokana na wazazi walikuwa wema kama wazazi wenyewe hawakusimamia suala la malezi ya watoto wao kuwa wema. Ndio maana wale wakashangaa, makana abuki mraa sawi, baba yako si tunamjua hakuwa mtu mbaya, mtu muovu, mtu wa tabia za hovyo hovyo. Wama kanat ummuki baghia, mama yako vile vile hakuwa muasherati, hakuwa mtu muhuni. We vipi, mambo haya umetoka nayo wapi? Kwa hiyo mbali ya wazazi kuwa wema, lakini wawaandae watoto wao kuwa wema. Lakini wazazi wakiwa wema, hiyo peke yake nayo ni dua ya Mwenyezi Mungu kujalia kuwapa mtoto mwema. Tumeona, na sio dua tu, lakini wanasema wanazuoni
inakuwa ni uhakika wa usalama wa watoto wako kwa wewe kuwa mwema. Kwenye kisa kile cha Nabii Musa na Al-Khidri, ile hazina iliyowekwa kwa ajili ya wale watoto, kwa sababu wazazi wao walikuwa wema, Mwenyezi Mungu aliihifadhi pale watu wasije kuiona, na mpaka Al-Khidri pale kwenye ule ukuta alipoukuta akausimamisha. Nabii Musa alipotaka kujua akamwambia kwamba ule ukuta ule, fakana li ghulamaini yatimaini fil madina wa kana abuhuma salihan, kwamba ukuta ule wakana tahtahu kanzun lahu, chini pale kulikuwa na hazina, ndo amana yao wamewekewa. Mwenyezi Mungu ameilinda amana ile kwa sababu ya wema wa wazazi. Kwa hiyo ukitaka usalama wa watoto wako, pengine unaona watoto wako wadogo, kama unakufa leo ukiwaacha kwenye hali ile itakuwaje? Ndio ile Mwenyezi Mungu anasema waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alayhim falyattaqullaha, mpaka mwisho wa aya. Mwenyezi Mungu anatoa kuhakikisha usalama wa watoto wako wanyonge ni wewe kumcha Mungu na kuwa mtu mwema. Kwa hiyo wazazi wakiwa wema, hiyo inahakikisha usalama wa watoto wao na kujitahidi kwenye malezi ya sawasawa. Kingine tunachojifunza ni maneno ya Nabii Isa ambaye Mwenyezi Mungu alimtamkisha aseme akiwa bado mtoto mdogo. Kasema, inni Abdullah, mimi ni mja wa Mungu. Manake si malaika, si chochote, mimi ni Abdullah. Atani alkitaba, Mwenyezi Mungu amenipa kitabu Injil, wajaalani nabiyan, na kanifanya kwamba mimi ni mtume, lakini kanifanya mubarakan, mwenye kubarikiwa, aina makuntu, popote nitakapokuwa. Kwetu sisi inakuwa ni jukumu lako mzazi kumwandaa mtoto wako awe mwema, awe kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, mtu bora katika watu ni yule ambaye watu wanapata manufaa kutoka kwake. Sasa ile daraja ya Mwenyezi Mungu sisi ile sio ya kwetu, lakini tunatakiwa tuchukue funzo hapo, ni sisi kuwaandaa wale wa kwetu wawe wana manufaa na faida kwenye jamii popote watakapokuwa. Lakini wa ausani bisalati, Mwenyezi Mungu kanihusia kuhifadhi sala, kuswali, kufanya ibada. Kwa hii inarudi kwa wazazi, ni kwa kiasi gani unahusia, unaelekeza, unasimamia watoto wako kwenye ibada, hasa ibada ya sala. Wa zakati, na zaka. Nasema ausani bisala wa zakati, amenihusia kuhifadhi sala na zaka muda wa kuwa niko hai. Wanazuoni wakasema imetajwa sala lakini imetajwa zaka, ambayo ndani yake ina mafundisho. Mafundisho yapi? Hapawezi kuhusiwa na kutakiwa mtu atoe zaka kama hana mali. Maana yake kuna suala zima la kufanya kazi, tunarudi pale pale, kushughulika, kujitengenezea kipato na ziada, ili uweze kufikia ile ibada nyingine ya kutoa zaka. Almuhimu kumwandaa mtoto kusimamia yale yote anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia ya ibada na mengineyo, muda wa kuwa yuko hai. Lakini jingine alilohusiwa, alilotengenezwa na Mwenyezi Mungu, wa barram biwalidati, Mwenyezi Mungu anasema kanifanya niwe mwema kwa mzazi wangu huyu. Na watoto kuwa wema
ni kwa wazazi kuwatayarisha na kuwatengeneza wawe wema, kwa mzazi kumtengeneza zile aulawiyat, kwamba zile priorities, vipaumbele, kipi ndo kinaanza mwanzo. Cha kwanza kikubwa kinachotakiwa kifundishwe kwa watoto ni kumcha Mungu, lakini na kufundishwa kufanya wema na kuwa mtoto mwema kwa wazazi wake, mtiifu kwa wazazi wake. Walam yaj'alni jabbaran shaqiya, Mwenyezi Mungu hakunifanya kwamba mimi niwe mtu muovu, mtu asi, mtu nisioambilika, mtu mwenye kibri. Hakunifanya namna hiyo. Kwa hiyo hapa kwenye kuishi Qur'ani, na sisi tujikague yale tunayowafundisha, kuwaelekeza, kuwasimamia watoto wetu, yanawafanya waje kuwa wema, wanyenyekevu, au yanawatengeneza waje kuwa na kibri na majivuno kwa wengine. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunatakiwa sasa tuyaishi kutoka kwenye haya tuliyoyasoma. Ukiondoa kisa chenyewe cha Nabii Isa, hiki anachokizungumza Mwenyezi Mungu, anatuambia hii ndo kauli ya kweli, tusichukue kauli zingine, tusimame na hii. Na anatueleza kwenye kauli hii makundi yametofautiana huko kwa kuja na tafsiri za kwa wao kinyume na hii, lakini sisi ya kwetu iwe ni hii. Na mwisho anatupa tahadhari, anatujulisha juu ya wale ambao wenye kukanusha siku ya Kiyama na hesabu. Sisi tusiwe katika watu hao, na kukanusha kwenyewe si kwa kusema tu, lakini wakati mwingine matendo yetu tunayoyafanya pia nawe yanatoa tafsiri kwamba huyu mtu anawe yakini kama kuna kufufuliwa na hesabu au la. Yote hayo tukiyaishi, tutakuwa waja wema anawapenda Mwenyezi Mungu na kuwaridhia. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wema. Wabillahi tawfiq. Hapa tuishie kwa leo, tutoe nafasi ya maswali yetu mawili matatu kabla ya kuakhirisha mpaka kesho inshallah. Naam. Katika kuwa mtoto mwema kwa wazazi wake, aliyewahudumia wazazi wake wawili, baba na mama, kwa wema na kwa ihsani, lakini ndani ya yakini yake anasema kwamba habifi tena hivi vizee viwili na mimi nikapata kustarehe na mke wangu, lakini wale wazazi wameridhika, wamekuwa radhi ya kumaridhia yule mtoto wao kwa yale aliyoyafanya. Na mwingine anafanyia wazazi wake vizuri, lakini yule mzazi anapopewa chochote na mzazi na mwanawe, anapewa kwa masharti, hicho utumie kwa mwezi mmoja. Wakitokea ndugu zake, akichota kile kuwasaidia wale wengine, yule mama anakiona cha mtema kuni kwa mwanawe, mpaka anafika pahali anasema joto hili, lakini anaogopa kumwambia mtoto wake kwamba mimi ni mama yako, kwa haya unanifanyia, unamtukana au unamtolea maneno. Anaogopa kwenda akasusiwa, asisaidiwe tena na mwanawe. Sasa la kwanza ndio ile tulikuwa tunasema Mwenyezi Mungu anayo sehemu maalum anaangalia kwetu sisi, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katuambia Mungu anaangalia kwenye nyoyo zetu. Sijui umenifahamu? Kwa hiyo nia yako ile tunasema, ikiwa unatekeleza wajibu wako
kwa sababu huo ni wajibu wa kila mtoto kwa wazazi wake, na Mwenyezi Mungu ameweka hivyo. Ukiweka kwa mimi natekeleza wajibu wangu ambao Mwenyezi Mungu ameuweka kwa wazazi wangu, na ukatekeleza, uko sawa sawa. Lakini ukiweka nia hiyo unatekeleza, lakini baadaye ukasema siku zimekuwa nyingi sana, tayari unakosea. Na kwa kufikiri hivyo unaweza ukaharibu haya yote ulikuwa umeyatengeneza. Wewe wajibu wako ni kutekeleza, wala huna nafasi ya kutaka kujua mwisho lini, kwa sababu hilo halikuhusu. Kilichopo tu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katuambia, wafanyieni wema wazazi wenu na nyinyi mtafanyiwa wema na watoto wenu. Limewekwa namna hiyo. Kwa hiyo kwa mtoto kufanya wema kwa wazazi wake, kuwaangalia, kuwahudumia, kufanya yale mambo yote muhimu kwa kadri ya uwezo wake, huo ni wajibu wake. Lakini kuanza kuleta fikra ya kwamba itaisha lini, tayari atakuwa anakosea. Kwa hiyo kama ilikuwa hiyo inampitia, haiondoshi. Lakini la pili, kumpa mzazi wako chakula na nini, maana unatekeleza wajibu wako. Pengine sana unachoweza wewe kuzungumza kutokana na hali yako, lakini uweki masharti, unamueleza tu, kutokana na hali yangu mimi nilikuwa nadhani nimejitahidi hapa, tukienda vizuri tunaweza tukafika mpaka mwezi ujao nitapata tena. Na ikitokea kafanya tofauti kwa mamlaka yake, wewe huna kauli ya kusema na kumnyanyulia sauti. Mwenyezi Mungu ametukataza hata ile kuguna, ndio ile wala taqullahuma uffin. Kule sehemu nyingine hata wakiwa sio Waislamu akasema waswahibhuma fi dunya maarufa. Sasa ile maarufu ndio inakusanya vitu vingi humo ndani, unavyozungumza nao, unavyokaa nao, unavyoamiliana nao, yote yanaingia katika maarufu. Wao wanao watu wao wanaowapenda, ambao yule mtu akitokea pale mzazi hata kama alikuwa hicho atampa. Na ndio maana sheria huku Mtume anatuambia inna abarra albirri an yasila ar-rajulu wudda abi. Wema wa juu kabisa kufanya mtu ni kuunga mapenzi ya mzazi wake, kwamba hata kiwa amekufa ukigundua alikuwa anampenda mtu fulani, na wewe ukiunga yale mapenzi unakuwa katika kheri. Mmoja yule mtoto wa sahaba alikutana na yeye, alikuwa yuko na wenziwe, yuko juu ya farasi. Akamuona mzee yule mtu mzima na jua lile la jangwani, yeye akashuka akampandisha kwenye farasi na kumpa ile midhala kama mwamvuli hivi. Alipoulizwa hivi akasema, na yule alikuwa sahibi yake babangu, alikuwa akimpenda sana, na mimi nimemsikia Mtume akisema, akataja hadithi hii. Kwa hiyo sasa inawezekana hao watu ambao mwenyewe anawapenda na mwenyewe bado yuko hai ndo anawapa. Kwa wewe wajibu wako ni kutekeleza wajibu wako. Na unajua namna ilivyotengenezeka vibaya, mpaka hawa wazazi nao huwa wanahisi kwamba bwana sie nikafanya hivi akakosa kunisaidia, yaani na yeye pia anatafsiri wewe unamsaidia. Kumbe wewe ukiwa mtoto humsaidii, unatekeleza wajibu wako. Na ikikupitia tu kwa unawasaidia tayari umekosa. Kwa hiyo kwa ujumla ni hivyo. Kama ingekuwa mtoto huyo ndo yuko hapa tunasema naye, tungemwambia wewe wajibu wako kufanya kile unachoweza. Ukitaka kuzungumza juu ya namna ya kutumia kwa nafasi yako, lazima utafute lugha nzuri ya kawaida ya kuomba na kubembeleza, isiwe ya amri. Na ukikuta kafanya tofauti, basi wewe huna nafasi ya kuja juu na kufoka na nini. Huko unaharibu. Wewe ni hivyo. Kuna bwana yule anayetoa yale maelekezo, ukiwa mtoto
halipaswi kumwambia hata kama amechota kidogo kwa ndugu yako, kwa ndugu yako, wewe mwenyewe mtoto una believe ndani ya nafsi yako kwamba si vyema kumwambia. Sasa huyo ambaye inampitia hivyo anakuwa tayari yuko kwenye mstari mzuri, kwa sababu mwingine hiyo pia huwa haimpitii kabisa. Yeye anaona sawa sawa, ndio maana tukasema mwingine anaona anawasaidia. Sasa anawasaidia bwana, mwingine anasema watosheki tu. Namna hiyo. Mwingine inatokea wale wazazi mapenzi yao ni kwamba kila kitu ufanye wewe tu, hata kama wengine wapo. Wengine hiyo pia inawakera. Kumbe kitu muhimu pale ni kwamba maadamu unaweza, wewe furahia. Yaani maadamu kila kile wanachotaka lazima ufanye wewe na wewe unaweza kufanya, endelea, ndio unapata kheri, unajitengenezea zaidi. Kwa sababu tumeambiwa ridha Allah fi ridha alwalidain, radhi za Mungu ziko katika radhi za wazazi wawili. Bas, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.